na mdogo, kuna watu wa kubishana nao, kimasihara kwa maana ya utenda michezo, lakini sio kiongozi wa mwenye nafasi kama mkuu wa mkoa. Unajua mkuu wa mkoa David, kwa mujibu wa sheria zetu hapa nchini, ukitoa kwamba yeye ni mkuu wa mkoa lakini ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, yaani kwa lugha nyingine kwamba anaongoza wale wakuu wa vyombo vyote vya mkoa, kwa maana ya RPC alipoti kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa usalama taifa mkoa anapiga sauti kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa magereza wa mkoa anapiga sauti kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa uhamiaji, mshauri mkuu wa mgambo wa mkoa, wale wakuu mkuu wa zimamoto, wale wakuu wote unaowajua wanaovaa gwanda wale wote hao wanaripoti kwa mkoa. Sasa kama akiwa mkuu wa mkoa mwenye akili mbovu akataka kutumia nguvu yake ya mamlaka, bwana mdogo anaweza kujikuta anaumia. Kwa hiyo nafikiri kwamba mimi binafsi ningekuwa ni afisa habari wa Yanga nisingemjibu, kwani angenyamaza angepungukiwa nini? Kulikuwa na haja ya kujibu, sababu mkuu wa mkoa ameenda kutembelea timu ile kama mlezi. Nafikiri kama ambavyo Mtanda mkuu wa mkoa wa Mwanza ni mlezi wa Pamba, sasa kwenda kutembelea mazoezi au kambi ya timu kwa mkuu wa mkoa, mbona viongozi wakuu wa kitaifa muda mwingine, kuna mawaziri tunawajua nchini, wajumbe wa bodi za wadhamini za klabu zao, mawaziri, mbona huwa tuseme kwamba serikali inaingilia? Sasa nafikiri bwana mdogo atakata tumia akili kwamba yeye ni kiongozi wa ngazi ya mkoa, ni mteule wa rais. Hakwenda pale kwa bahati mbaya, David nikwambie tu. Yaani mkuu wa mkoa, kiongozi wa aina ya mkuu wa mkoa ambaye anashauri wengi pale wamemzunguka, hakwenda kwenye kambi ya Tabora kwa bahati mbaya. Ameshauriana na watu wake, ameconsult, na mpaka anaenda pale tayari amejiridhisha kwamba yeye kuwa pale apata kwa madhara yote. Na sio kwa mkoa alitembelea kambi ya Singida ya Tabora na akatoa ahadi kama alivyotoa. Kipindi alitoa chache, nafikiri milioni 50 ni kitu kama hicho. Sikuona Ahmed Ally akimjibu mkuu kwamba. Kwa hiyo bwana mdogo nafikiri anapaswa kurejea kauli zake. Mimi nimemsikiliza, anapaswa kukaa chini na kujisikiza tena, kureview kauli zake, alafu aone kama alikuwa sahihi. Nakumbuka hata kipindi kile malumbano ya mkoa wa Mwanza, Mtanda pamoja na Ahmed Ally, nakumbuka wakati kuna hoja kwamba mkoa alivamia alivamia mazoezi ya Simba na Simba akazuiliwa kufanya mazoezi. Mkoa alitoka dhana akatoa ufafanuzi, lakini baadaye Ahmed Ally aliombana radhi. Sababu Ahmed Ally kama kiongozi wa mpira aligundua kama ameteleza, alimwomba radhi mkoa. Kwa nafikiri huyo kidogo bwana mdogo Ali ameenda mbali zaidi. Kwa mimi kama na sheria na wakili, kwa nafasi ya mkoa kumpata mkoa chizi kidogo ambaye anajua kwamba akimpigia simu moja pale PC akasema kamata weka ndani hiyo, unaingia ndani. Kwa nafikiri Yes. Unasikia, kumbuka kwamba bado tarehe ya mechi ni kesho, si ndio? Na Ali yuko kwenye himaya ya mkuu wa mkoa. Kumbuka ametoa matamshi, sio da, bora angetelea da. Ameatoa kwenye himaya ya mkuu wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo anaweza akatafasiri kwamba ile ni fujo au ni vurugu, au ni maneno ya uchochezi, kwamba maneno aliyotoa Alikamwe yanachochea chuki miongoni mwa Wanatabora. Kwanza akamaagiza na PC, aidha mkamate mweke au aondoshwe mkoani, muondosheni hapa au ile ilikotoka. Viongozi wa Yanga wengine waliopo wenye adabu wabaki waendelee kutia kambi. Lakini huyu kwa sababu amemisbehave na agiza la PC ndani ya masaa 24, Alikamwe nisimuone Tabora, anaondoka hata kama sitomweka ndani. Hasa simweke ndani, lakini akaagiza kwamba na mamlaka kama kauli zake ni za kichochezi, zachochea chuki miongoni mwa mashabiki wa mpira, na agiza aondolewe kwenye mkoa huu mara moja, anaondoka. Kwa yani unajua before kuongea tu tunapima basi. Unabishana nani? Yani yule sio Ahmed Ally yule sio dada nani yule Christina Mwangara, msemaji wa Tabora. Yule ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa. Unapobishana naye utakuwa very smart. Na uchague kubishana naye sio dhambi na wala sio kosa. Mimi sitaki kwamba kwa mikoa waogope, sina maana hiyo. Hoja yangu ni kwamba kuna maneno ya kutumia unapoongea na kiongozi wa aina ile ambaye majeshi yote ya mkoa yako chini yake. Anaweza kufanya lolote muda wote na ukaenda ndani na kwenda pili.
Ndo mambo ninayokuambia kwamba kuna kauli ambazo unapozitoa watakuwa angalia mara mbili kwamba unasema umtaki nani. Kumbuka yeye ni kiongozi mkuu wa mkoa, ndo kiongozi mkuu wa shughuli za kiserikali kwenye mkoa pale, ndo mwakilishi wa rais, yani ndo mjeshi mkuu. Mbia RPC usipeleke ulinzi pale, usiwalinde ili mkipigwa wewe pale mkatoka nundu mkatokea uwanjani vurugu, basi awaambia kwamba mimi niambia niondoke, kuna mimi kaagiza watu wangu walio chini yangu, kwa sababu leo ni kwamba ukimwambia mkuu mkoa aondoke, simple kama umemwambia RPC aondoke, kwa sababu RPC anafanya kazi, mwenyekiti wao wa kamati ya usalama ya mkoa ni mkuu wa mkoa. Ndio maana nasema kwamba kuna maneno ambayo zaidi ya mpira yanapaswa kuwa na mipaka. Ndio maana mimi nilikuwa nikiwaambia kila siku vijana wao wasemaji wa hizi timu kwa muhimu talking notes before you talk kwenye public kuzungumza jambo lote, make sure una highlight za unaenda kuzungumza dini ili usije kukuta baadaye umevuka mipaka. Kwa sababu ukisikiza clip kwa kweli ile ya bwana mdogo Alikamwe, kuna maneno mengi sana amevuka mpaka aliyokuwa anatumia zidi ya mkuu wa mkoa. Ndio maana nasema kwamba mimi sisemi mkuu wa mkoa waogope, wala sina maana hiyo, lakini nazungumza tu kwamba kama kiongozi mkuu wa mkoa ambaye rais aliweka wino pale kati anamwapisha akamwambia na kutuma Tabora kwenda kuniwakilisha. Ndio maana nakwambia David, mkuu wa mkoa hajaenda pale kwa bahati mbaya kwenye ile kambi, hajaenda pale kwa ahadi milioni 60 kwa bahati mbaya. Kilo vijana watakuwa watu wanajiongeza. Unanipata? Unaposema ukweli watu wengi watakuchukia. Na katika maisha usipende kupendwa. Sijui mnanisikia vizuri. Kwenye maisha usipende kupendwa. Kwa sababu atakaye kupenda leo ndio atakaye kusema vibaya kesho, au ndio atakaye kuchukia kesho. Mungu akupe neema, atakaye kupenda wewe awe Mungu. Mungu akupende, mama yako mzazi kupenda na familia yako inatosha. Lakini kama mtu atakengeuka ataenda tofauti. As long as anakuja kwenye counter attack na anakuja kwenye friji bovu, haponi. Yani haponi. Hakuna pa kutokea. Yani tutasimamia weledi wetu, yule aliyopatia tutasema, yule aliyokosea tutasema vile vile. Kusema ukweli mimi niko speechless kutokana na kauli kutoka kwa wasemaji wa vilabu hivi vikubwa viwili. Na kumbuka mara ya mwisho tuliongea na waliowahi kuwa afisa habari wa klabu ya Yanga Jerry Muro, nikamuuliza swali, hivi before hamjaenda kuwa maofisa habari kwenye hivi vilabu, mnakuwa watu wema sana, mnakuwa watu wema kwenye kazi zenu, wachambuzi wazuri, mmejizolea sifa, mnakuwa mna balance mambo, hamfanyi bias na vitu kama hivyo, lakini mnapoenda tu Yanga na Simba mnakutwa na nini? Jerry alitujibu hapa akasema huwa lazima akili usiweke pembeni, sababu vile ni vilabu vikubwa. Hivi vitu ambavyo wanavifanya wao, wanasema ukifika kwenye vilabu lazima uvifanye, sababu vilabu wenyewe ndio vinahitaji ufanye hivyo vitu. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba kauli inayotoka kwa ofisa habari wa klabu fulani ni kauli yake yeye. Hiyo ni kauli ya klabu. Hicho ndicho ambacho nataka kuamini, sababu Jerry Muro alithibitisha hapa kwamba unapoenda kwenye klabu ya Yanga au klabu ya Simba, yani unaacha wale yote pembeni, unaenda na matakwa ya klabu inavyotaka. Sasa tumeplay sauti ya mkuu wa mkoa wa Tabora hapo, Mheshimiwa Paul Chacha, ambaye yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Tabora, na yeye ni mlezi wa timu ya Tabora United. Hadi leo Tabora inapofanya vizuri, Mheshimiwa Paul Chacha naye anahusika, ukiacha mkuu wa mkoa aliopita pale. Sajili ambazo Tabora United wanazifanya ni kutokana na sera ambayo wanayo sasa hivi halmashauri ya mji wa Tabora, lakini pia mkuu wa mkoa wa Tabora, ambao ukiangalia Tabora ni miongoni mwa team top 4 ambayo imesajili wachezaji wote wa kigeni, 12 wamesheheni pale. Na sio wachezaji tu wa kawaida, wamecheza michuano hadi hatua kubwa kabisa katika michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Kwa hiyo lazima upongeze juhudi zake kama mkuu wa mkoa kutamani timu yake kwenye mkoa wake ifanye vizuri, ili mkoa wake endelee kunufaika kupata mapato zaidi, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu sasa hivi umekuwa ni ajira, lakini pia umekuwa ukiongeza mapato katika mkoa husika, pale ambapo mashabiki wanaipenda timu na kwenda kujaza. Lakini hasa Simba na Yanga zinavyoenda, hoteli zinajaa, vyakula, kwa hiyo wanapata pesa. Sasa kama yeye anawiwa kuisupport timu yake ili ifanye vizuri, isishuke daraja, kwa sababu ikishuka daraja gharama kuirudisha timu ni ngumu sana, kuna shida gani ya mkuu wa mkoa kwenda kutoa ahadi ya milioni 60 hiyo jana?
wakuu wa mikoa ngapi na wakuu wa wilaya au pamoja na viongozi katika mikoa yao wamefanya mengi dhidi ya timu ya Young Africa, dhidi ya Simba. Unaona kuna kipindi Simba anacheza na Biashara ya Mara, mkuu wa mkoa alikuwa Mheshimiwa Ali Hapi, alitoa pale ahadi kubwa sana. Biashara tu imfunge Simba, which is good, inatia morali, sio? Mara ngapi Simba anaenda kucheza Dodoma pale kwenye jimbo la Mheshimiwa au kwenye mji wa Mheshimiwa Anton Mavunde. Mara ngapi Dodoma Jiji wamekuwa wakiahidiwa punga mrefu, na tunaona namna ambavyo wachezaji wanatumia nguvu, wanaenda beyond, wanasababisha foul ambazo pengine mara nyingi zinawasababishia wao wenyewe kadi nyekundu, lakini pia wakiumiza, wakijeruhi. Tunaona, lakini wao Yanga yani kuwekewa ahadi timu ambayo inacheza na Yanga, wao kina nani? Yani wao kina nani timu hizo zikiwekewa ahadi wao wachukie? Wao kina nani kwenye nchi hii? Kwa sababu Young Africans pia ni timu ya ligi kuu ambayo ni heavy kweli kweli, timu ya hadhi ya nyota 5. Unapotoa bonus kwa timu ambayo inaenda kucheza na Young Africans, kwanza unawamotivate wachezaji. Wale wachezaji wanasubiria mishahara mwisho wa mwezi, wengine hawajalipwa miezi hadi miwili. Taarifa za Tabora tunazo hapa, wengi bado wanachechemea kwenye hali ya kiuchumi. Sasa kama unapata milioni 60, na maana unataka kutia morali ili Tabora ipate matokeo. Sasa point yangu mimi ni kwamba Mheshimiwa Paul Chacha amezungumza hapo kwamba aliahidi milioni 50 kwenye mechi ya Simba, ile hela hajaitumia. Kuelekea mechi ya Yanga anasema kwa sababu Yanga anajua atakuja na kiherehere, naongeza 10 fike. Kwa nini amesema hivyo? Kwani uongo? Yanga wameenda siku ngapi kabla ya mechi? Yanga wameenda siku 3 hadi 4 kabla ya mechi. Hatukatai wameenda kufanya fans engagement, kuongeza idadi ya mashabiki, kuwasajili, kwa sababu alienda pia na kurugenzi wanachama, sio? Lakini wamevamia mji wa mtu na wakaongea maneno mengi sana ya shombo, ambayo kiusema ukweli lazima kama mkuu wa mkoa yeye naye aje atie hamasa. Hakubali kuona timu yake inaingiwa na ubaridi, kwa maana wachezaji wanaingiwa na ubaridi kwamba mbona Yanga wamekuja kukonka, kwa maana kuteka eneo lote la Tabora. Na maana wachezaji wataingiwa na upepo kwamba kama tu hawa tu ni wasemaji, huyu ni shabiki, wamewasha moto namna hii. Kwa hiyo naye pia ameenda kama kiongozi katika mkoa huo, lakini pia kama mlezi wa timu hiyo kwenda kuwafariji na kuwatia moyo wachezaji wao. Sasa amezungumza hapo kwamba kuna messages zinaingia za pesa. Hizo pesa nyie mzitafune na muwafunge. Sawa? Hizo pesa zinazoingia mzile na muwafunge Yanga Afrika. Wachezaji. Kuna pesa za miamala wanapokea. Yani kauli ya mkuu wa mkoa ndio hiyo ina trend sasa hivi, watu wanatumia. Sasa mimi nakuja hapo. Mkuu wa mkoa amezungumza hilo. Anayepaswa kuhoji katika hilo ni TAKUKURU. Sijui unanielewa vizuri Lusajo Frank. Siwezi mimi tu David au labda ofisa habari wa timu fulani nikaanza kumjibu mkuu wa mkoa kuhusiana hilo. Yeye amethibitisha hilo. Mkuu wa mkoa kama yeye ana vithibitisho, yeye anapaswa kwenda kuyaongea au kuyajibu hayo katika mamlaka husika, TAKUKURU. Yeye ndo atakuwa shahidi. Yes, kwamba bwana ushahidi huu hapa. Kuna message zinaingia kwa ajili ya kuwarubuni wachezaji wetu na mambo kama hayo. Lakini siwezi, yani afisa habari, unanisikia vizuri Lusajo? Afisa habari hana mamlaka ya kujibu swala linalohusiana na TAKUKURU. TAKUKURU wao ndo wanapaswa. Wamesikia, si clip inaruka, si ipo? Kwani nyinyi hamjasikia? Clip si ipo. Kama clip ipo, wanaopaswa kuhakikisha wa kwanza wanashughulika nalo hilo nani? TAKUKURU. Lakini nimemsikia hapo akisema kwamba yeye kesho atakuwepo kwenye hiyo mechi na hizo pesa milioni 60. Kauli ya mkuu wa mkoa imewakeraje Yanga kiasi hicho mpaka kufikia kijana mdogo kabisa wa kumzaa Ali Kamwe. Mkuu wa mkoa Paul Chacha anamzaa Ali Kamwe. Ali Shabani Kamwe ni ofisa habari wa klabu ya Yanga. Ameenda kuzungumza jana katika vitu ambavyo alipaswa na kuzungumza, hajazungumza hata kimoja. Ameenda kumwataki mkuu wa mkoa 100%. Amemkashfu, amemkejeli. Anasema eti mkuu wa mkoa ameenda kukaa na wachezaji, sijui wale wachezaji wamekula. Eti mkuu wa mkoa ameenda pale na shati yake ya ubatizo. Like serious? Mkuu wa mkoa hapaswi kutaniwa hata na mvi tu. Labda kama ni swala la utani. Ila the way jinsi ambavyo unazungumza, sisi tunaanza kuangalia kwako body language yako, facial impression yako, yani muonekano wako, unazungumza kwa njia ya utani. Mimi swala la utani mimi nalijua. Swali lake, shati lake la ubatizo, amekaa na wachezaji, anawaambia kuna milioni 50 kwa sababu Yanga sijui wamekujaje, taongeza milioni 10 na nitakaa pale mbele na pesa zenu.
Hapo Ali amekasirika. Kingine, Ali Shabani Kamwe anasema anamuomba radhi rais wa nchi, kwa maana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndio aliyomteua mkuu wa mkoa hapo Chacha kwenda Tabora. Akasema sisi kama Young Africans tunamuomba sana radhi Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza tunampongeza kumteua, lakini pili tunamuomba radhi kwa sababu mtu wake aliyomtuma anaenda kwa attack Young Africans, anaenda kuwakosea Young Africans, amewakosea wananchi Young Africans. Kwa maana hapo kwanza umekosoa teuzi ya mheshimiwa rais. Unanisikia vizuri? Kwa maana amekosoa teuzi ya mheshimiwa rais, kwamba rais yeye ndo amemtuma mheshimiwa Paul Chacha. Au unisikilize vizuri, naenda taratibu hapa. Unanisikia vizuri? Mkuu wa mkoa alimefika pale kwa heshima ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada ya kuona amefanya kazi vizuri, amempeleka Tabora. Je, kuna malalamiko yote watu wa Tabora kwamba kuna changamoto fulani mkuu wa mkoa ameshindwa kutatua? Hayo ndo masuala ambayo rais anapaswa kuyafahamu. Katika masuala ya kimichezo, unapokuja na kuanza kumwattack directly, bwana yeye amefanya hiki, amefanya kile, amefanya hiki, amefanya kile, wewe kama nani? Yule ni mkuu wa mkoa. Na unaposema kwamba jeshi kamili linaingia na hatumtaki mkuu wa mkoa kwenye shughuli yetu, hatumtaki mkuu wa mkoa kwenye eneo lake, ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, haumtaki vipi yani? Kwa maana utaki ulinzi? Yanga ni wengi, tunafahamu katika nchi yote Yanga wanavyoenda kucheza kwenye mkoa wote, Yanga wao ndo kama wenyeji vile. Lakini kama Young Africans kama wenyeji, lazima usalama na ulinzi uimarishwe, na mwenyekiti wa ulinzi na usalama ni nani? Ni mkuu wa mkoa. So to me, tuongee maneno yenye munyu, yani lugha fulani ambazo ukisema kweli, hata kama unajaribu kumwatake mkuu wa mkoa katika eneo lake, maneno fulani ambayo sio ya kumvunjia mtu heshima waziwazi. Kwa sababu nafahamu kazi ya ofisa habari ni kuhakikisha unalisha umma taarifa zenye usahihi kuhusu klabu yako, lakini miiko yake ni kwamba hupaswi kumkosea mtu yoyote heshima, hupaswi kumvunjia mtu yoyote heshima. Sasa kama mambo yanajirudia kujitokeza mara kwa mara, kiusema ukweli, sisi kama vyombo vya habari mara nyingi lazima tuongee in positive way. Kama wao wanahisi wanachokizungumza Ali Kamwe amezungumza yeye bila kutumwa na mtu yoyote, it's fine. Ila kama ametumwa na uongozi wa klabu ya Yanga, wanapaswa kujitafakari sana katika hili. Ni mengi sana wameyafanya, na tumeona hata Ahmed Ali kuna wakati anazungumza. Kwa nini Ahmed Ali haingii kwenye trending? Anajua namna gani ya kuzungumza. Sakata lake na mkuu wa mkoa wa Mwanza litokea hapa, lakini Ahmed Ali alitrend. Nani alikuwa anaongea kuhusu Ahmed Ali? Anajua namna ya kuzungumza, mwisho wa siku mambo yanaenda sawa. Lakini unamsikiliza Ali Kamwe kuanzia speech yake ya kwanza hadi ya mwisho, yote ni kumvua nguo mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha. So to me, Ali anapaswa kurudi kwenye vitabu vyake. Anapaswa kujua kitu gani anapaswa kuzungumza kwa wakati gani, na anapaswa kufahamu kumheshimu mtu ambaye kwanza amemzidi umri, cha kwanza, lakini mamlaka alionayo katika mkoa wake. Kama kuna vitu ambavyo ameenda against, anapaswa kwenda kujibu TAKUKURU kuhusiana hizo messages ambazo watu wengi wanatumia kama fimbo kumchapia sasa hizi kwamba alisema messages zimeingia kwa wachezaji. Yeye Ali anahoji kama nani? TAKUKURU anahusika pale. Sasa kwangu mimi kama Friji Bovu na niko kwenye nyundo za Friji Bovu, wasemaji wanapaswa kunyooka. Wanapokuwa Simba na Yanga, kazi yao mama ni ipi? Wameshindwa kuiga waliowafanya kina Tobias Kifaru Galambwiki akiwa Mtibwa Sugar kwa miaka yote. Wameshindwa kuiga aliokuwa anafanya Masao Kuliga Bwire wa Ruvu Shooting baadaye JKT Tanzania. Wameshindwa kuiga waliofanya watangulizi wao. Wanaingia kwenye mkumbu wa kisiasa. Makijana hali alikuwa anafanya siasa, ile ni siasa football. Anakosoa kiasi cha pesa ambacho mkuu wa mkoa Paul Chacha ameahidi kwa wachezaji wake milioni 60. Anasema eti ameahidi milioni 60 ambazo hizo milioni 60 yeye Ali Kamwe ametoa kwenye mfuko wake, hata sio pesa za JSM. Ametoa kwenye mfuko wake milioni 60, akanunua ng'ombe 20 wakachinjwa, wakala supu pale, wakala ubwabwa, kwa maana kwenye sikukuu ya Eid Mosi. Unanielewa vizuri? Kwa maana kwamba pesa ya mheshimiwa Paul Chacha, kwanza anamgombanisha mheshimiwa mkuu wa mkoa na wananchi wake na mashabiki wa timu pia Tabora, anamdogodesha kwa maana kile alichokiahidi, alichokitoa ni kidogo ambacho yeye tu Ali mmoja ametoa. Unaelewa vizuri? Kwa kwangu mimi, wasemaji wanakiuka taratibu na mamlaka za soka hazina meno. Hakuna chochote ambacho kinafanyika.
Vilabu vikifanya makosa, klabu fulani imeingia mlango wa nyuma, kesho utasikia fine milioni 5, milioni 10. Lakini ofisa habari yanatokea matukio kama haya, bado wanawalea. Sasa haya, nani anapaswa kusimama na hili? Utawaacha wasemaji waendelee kuongea vitu ambavyo viko nje? Kuna haja ya kuwa na wasemaji kwa hali hii? Binafsi kama mzee wa Friji Bovu naendelea kusema tena, wasemaji wasimame katika njia yao, wasimame kwenye miiko na misingi ya kazi inayotaka. Wakienda pembeni sisi tutaongea. Kama mamlaka zitafanya kazi sisi tutaongea. Mnalisikia vizuri? Mimi ninachotamani ni kuona timu zote zinakuwa na ushindani. Kama ambavyo kipimo ambacho vilabu vingine vinawapimia Simba, anaenda kucheza na Singida Black Stars, Singida anaidiwa hadi milioni 100. Sio? Tabora, labda nani hawa? Dodoma, sijui Tabora, sijui Biashara, sijui nani. Ndio kipimo hicho Yanga anapaswa kupimiwa. Kama kuna klabu inaweza kuahidiwa milioni 100, Tabora anaidiwa milioni 100, watu wamechanga, ila mfunge Yanga. Why? Well and good. Why? Kwa nini Yanga asiwekewe kiunzi cha kuzuiwa kutokupata matokeo? Kwa nini? Kwa Tabora wanapata raha ya kushuka daraja? Wakishuka wanapata raha gani? Kwa kama Simba alishaye kuteseka, au kama kuna klabu nyingine ilishaye kuteseka, kuona kuna klabu inawekewa labda mzigo fulani kupambana na timu fulani, na wao wanapaswa kuonja hicho kikombe, kwa sababu ndio wako kwenye ligi kuu. Tabora wana deserve kupewa mzigo zaidi ya milioni 100, lakini mkuu wa mkoa ana deserve kuzungumza, as long as anajua anachokizungumza, akivunji sheria na akiharibu kabisa taswira ya nchi, it's fine. Lakini kwa msemaji Ally Kamwe anapaswa kuzingatia pale ni wapi, ule mkoa ni wa nani. Unanielewa vizuri bwana Lusajo Frank? Wawezaje kumgusa mtu aliyoteuliwa? Ngoja bwana, kwa sababu rais amemheshimu, ameheshimu kile ambacho anakifanya mkuu wa mkoa, akaona ana deserve kwenda kwenye mkoa fulani kwenda kumfanyia kazi. Leo hii unakuja kumdhiaki. Hatujasikia mheshimiwa rais labda alitengua, hajatengua, bado anaamini kile ambacho anakifanya mkuu wa mkoa wa Tabora. Leo Ally Kamwe anasema hatumtaki. Who are you? Yaani wewe una nguvu gani ya kumkataa mkuu wa mkoa? Kama rudini Ally Kamwe, rudini kwenye masuala yenu ya kazi, kwamba sisi hatuchezi. Simamieni kwenye msimamo wenu, Unaendaje kusema mkuu wa mkoa fulani hatumtaki? Wewe ni nani? Kwenye mkoa, ngoja bwana, kwenye mkoa mwingine, ingekuwa kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa kamteua nani? Mheshimiwa Rais. Ally Kamwe ana nguvu gani ya kumpinga Mheshimiwa Rais? Ally asipobadilisha, nisikilize vizuri, Ally asipobadilisha kauli zake, anachokitafuta kwa sasa. Kama Yanga na Simba tumeshajua ni vilabu vyenye nguvu kuliko mamlaka za soka nchi hii, TFF au bodi ya ligi, Ally atafundishwa na dunia na atafundishwa na nchi inavyotaka. Anafundishwa kwa wakati gani? Kwa sababu hii kitendo si mara moja, si mara mbili, anafanya. Mimi nimeshamaliza bwana. Inapofikia kitu bwana. Mimi nimeshamaliza bwana. Ndio. Unajua nimesikiliza namna ambavyo mnaongea hapa, lakini kuna message hapa za shabiki. Anasema kwa Ally Kamwe yeye alikuwa sahihi kwa sababu mkuu wa mkoa alijivua cheo cha mkuu wa mkoa akawa kama shabiki. Kwa hiyo alichokifanya Ally Kamwe alimjibu shabiki. Vile unamjibuje? Nani huyo anaongea? Yaani wewe unanizimiaje mic? Yaani asa sawa, hata kama unapaswa kumjibu mkuu wa mkoa, kuna lugha ya kutumia na kuna namna ya kuweza kujibu hoja, na huo unajibu mara moja. Huwezi ukamwattack mheshimiwa mkuu wa mkoa kuanzia sentensi ya kwanza hadi ya mwisho. Hiyo sio kumjibu. Yaani hapo unamshusha thamani kwa wananchi wake. Na tunafahamu Yanga na Simba, nimetoa kusema hapa, ndio wengi kwenye nchi hii. Wengi sana. Wanaelewa vizuri? Wengi sana. Kwa kama itatokea utatia hamasa kwamba tumtaki mkoa, unatengeneza kitu gani kwenye mkoa wa watu? Mimi ndo wao mimi nimemaliza hapo. Hiyo hata ukiangalia kwa wananchi usika, hata bosi wako tu inarudi, yani wanapata picha gani wao kwamba mkuu wa mkoa anazungumzwa na kijana mdogo kama huyu? Mimi binafsi nafikiri ingekuwa sheria inafuatwa, sio ni Ally Kamwe akitoa umma. Ukiona